Nguvu ya imani ni kutokuona kwa wakati huu jambo likitokea, lakini kuendelea kutumaini litatokea tu kwa jina la Yesu. Swala la kwamba litatokeaje, litatokea lini, litatokea vipi, nani atalileta, hiyo mimi sijui, lakini ninachoamini litatokea. Ndio nguvu ya imani. Kuwa na hakika kwamba ushahidi wa mambo yote unaonyesha kwamba huu ugonjwa ni wa mauti, lakini mimi nasema huu ugonjwa hata kama ni wa mauti, lakini sitakufa, mimi nitaishi. Ndio nguvu ya imani. Nguvu ya imani ni kuona vita imesimama, Goliath yupo ndio, na wamesema ni jemedari, ana nguvu kuliko sisi, lakini Daudi anasema mimi bado ninakujia. Kwa nini? Kwa jina la Bwana. Ndio nguvu ya imani. Kwamba tatizo linaweza kuwa kubwa, wewe lizumu tatizo lako unalopitia, si ugonjwa, si nini, wewe lilete kwenye macho yako. Ndio nguvu ya imani. Tatizo kwamba halijaondoka lipo, lakini ukubwa wa tatizo hauwezi kumzidi Mungu aliye mkuu wa mambo yote. Ndio nguvu ya imani. Nguvu ya imani ni kuona hii safari niliyoanza hii ya maisha, kwa sababu Mungu aliniumba mimi mtu mke, Mungu aliniumba mimi mtu mke, utafika wakati lazima niolewe. Ndio nguvu ya imani. Nitaoa lini, nitaoaje, Bwana atatenda. Ndio nguvu ya imani. Yaani nguvu ya imani, wana wa Israeli wanapotoka Misri, kulikuwa na mateso kule. Katikati ya kufika, yani katikati ya Misri na kufika Kanani, hapa katikati nako kulikuwa na mateso. Lakini unachokiona haijalishi napita kwenye mateso, lakini Kanani yangu bado ninaiona kwa jina la Yesu. Yaani nguvu ya imani haiondoi changamoto tunazopitia. Nguvu ya imani inatuinua katikati ya changamoto. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukakuta kuna tatizo, ndio unapita kwenye tatizo, na watu wanasema hili tatizo hili ni gumu sana, lakini wewe unaendelea kusurvive. Kwa nini? Nguvu ya imani inapokuwa kubwa, ndio maana unaweza ukakuta simeshawahi kuona kuna majabali yale makubwa sana, alafu katikati ya jabali kuna kamti kameota. Simeshawahi kuona hiyo? Nyinyi mliotoka sehemu zenye miti miamba. Ule mmea manake ulianza kama mbegu, manake ukatoboa mpaka nini? Mpaka jabali. Ndio mtu mwenye nguvu ya imani. Haleluya. Ndio mtu mwenye nguvu ya imani. Sijui kama naeleweka. Yaani unaweza ukakaa sehemu, Biblia inasema yenye ukame. Mwanzo ile sura ya 26, ukianza ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 28 chini kule, maandiko anasema kulikuwa na ukame kwenye ile nchi ambayo Isaka alikwenda. Wakati watu wengi wanaona ukame, nguvu ya imani ya Isaka ilimlazimisha apande mbegu katikati ya ukame, akiamini kwamba Mungu atanivunisha tu. Mungu hawezi kukupa kazi ambayo anajua uwezo kumaliza. Isaka anapanda mbegu na mbegu zinaota katikati ya ukame. Wakati wengine wanaona hii ofisi ni ngumu, wewe unasema nitasurvive hapa. Ndio nguvu ya imani. Wakati wengine wanasema hii ndoa hii imeshindikana hii, wewe unasema mimi hapa nitatoboa na uzee nitafika. Nguvu ya imani. Yaani usipokuwa na ile passion katika imani, yaani kusema ile nguvu ya kusema Bwana lazima nitafanikiwa, maana hicho unachokianzisha kinakufa dakika moja.